wanajuaga ule wimbo kishindo cha wakoma? Pungeni wale mnaojua ule wimbo. Oh, kumbe tuko wengi. Hapo nje kulikuwa na wenye ukoma 4. Hao wenye ukoma ni watu waliotengwa na watu wengine kwa ajili ya ukoma wao. Sikiliza, hata kama umetengwa na watu, usikae kuwa discuss walivyokutenga. Angalia namna utatatua tatizo ulilo nalo. Hujanielewa. Yaani usikae ukifikiria wamenitenga, unapoteza muda. Angalia utakavyotatua jambo lililo ndani ya maisha yako. Wale wenye ukoma hawakukaa pale wasema sasa angalia wametutenga na wao wana njaa na sisi tuna njaa kama wao, lakini na wao wana njaa kama sisi, na wao wamefungiwa na wao wametengwa, Mungu ametenda na wao wamefungiwa huko ndani. Hawakubaki kwenye ujinga wa namna hiyo. Walisema hivi, tukikaa hapa tutakufa njaa, tukiingia ndani kuna njaa zaidi, tukiendea hawa maadui wakituua tutakufa kishujaa, wakitupa chakula tutakuwa tumepona. Wakachagua njia moja nzuri, wakasema tuwaendee hawa maadui tukatafute chakula. Mimi nakwambia mahali penye baraka usiogope hata kama adui amekaa hapo, nenda hapo. Sijasikia mtu anasema amina. Mtikise jirani, mwambie penye baraka. Mtikise, mwambie penye baraka. Usiogope kupaendea hata kama adui amekaa hapo, muende. Yamkini mkono wa Bwana utakupigania na adui atakimbia. Bwana atakimbia, Bwana mchungaji atakimbia. Haleluya. Ukiendelea kukaa na wale wasio na baraka kama wewe, mtakufa kwa kukauka. Unajua kifo cha risasi sio kibaya kama cha njaa. Mtu akikupiga risasi ukafa, ni heri kuliko ukafa kwa njaa. Maana haufi mara moja, unakufa kwa kusinyaa. Unakufa huku unaona nakufa, unakufa huku unaona kuna nafasi ya kuokolewa lakini nakufa, unakufa huku unalia, huku unanyamaza, unaishiwa nguvu. Lakini wale jamaa wakasema wakitua sawa, lakini pale kuna chakula. Na mimi nataka nikuambie wewe unayeniangalia na macho yako, wacha uoga, Mungu yuko katikati yako. Hapo penye hiyo nafasi, nenda. Haleluya. Unajua pale panakuwa na wachawi wengi, nenda hapo. Unajua ule mkoa una wachawi sana, huo nenda. Maana ukibaki hapo kwenye huo wako uliozoea, utakufa njaa, utakufa na matatizo. Mungu ameshasema kila uendako nitakupa kumiliki kwa miguu yako. Nyanyua hiyo miguu, fika mahali, sema amen. Wako wapi wale watu wanaosimamaga wanashangilia? Wako wapi? Mimi sijawaona. Bwana asifiwe. Yes, nyanyua miguu. Baba mchungaji, watu wanahadisia, unajua kule wanaloga, si kule kuna, kumbe kule ndio wakilima kuna chakula, wakifuga vitu vinastawi. Nenda huko, sema ninawashukia hawa, maana nikibaki hapa nitakufa kwa mateso, nitakufa kwa stress, nitakufa kwa vidonda vya tumbo. Wacha niwaendee, hakuna mshale utakao kupata. Lakini mawazo uliojengewa, fikra ulizo nazo ndio zinakuua, zinamnyima Mungu kufanya. Wale wenye ukoma walikuwa hawana mikono yenye ukamilifu, imekatika. Hawana miguu mikamilifu, vidole vimekatika. Mimi nishawaona watu wenye ukoma, sababu nishaenda kuhubiri sehemu ambao huo ugonjwa ulipita kwa nguvu. Miguu imekaa kama vijiti, mikono imekaa kama vinani. Utafikiri amekunja ngumi, kumbe ndio amenyoosha mikono. Sasa wale jamaa 4 Bwana wakasema twende. Haleluya. Kumbe neno la Bwana linasema kesho chakula kitauzwa hapa. Sema amen. Mimi nataka niongee na wewe. Hivi vichaka mlivyo navyo wanadamu, mnajifichia. Unajua mimi ni mgonjwa, hakuna mtu atakayenisikiliza. Unajua mimi sijui sijasoma. Unajua mimi sijui hakuna mtu anayenifahamu. Hivyo vichaka leo viondoe. Bwana anaweza kukusikiliza. Bwana anaweza akakusababisha ukasikilizwa. Wacha nikupe siri moja. Sema amen. Sema amen. Baba mchungaji, wale wakoma wakaenda, nguvu za Mungu zikaenda nao. Wanatembea tu, wanapiga hadithi, Bwana twende Bwana. Nani ataanza kuongea? Nene. Huku wanatembea. Kule Mungu akapeleka, maana Mungu hafanyi kazi hewani, anafanya kazi na watu aliowaumba, ambaye ni wewe. Mungu hawezi kuishangaza dunia bila kutumia mtu. Mruhusu Mungu akutumie, dunia ishangae.
Mungu hawezi kushangaza jamii bila mtu. Mruhusu Mungu apitie kwako, jamii yako ishangae jinsi Mungu anafanya. Oh yes, piga makofi kwake, acha kushangaa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wale wenye ukoma, kama wenye ukoma nguvu za Mungu ziliweza kuwatumia. Hebu muangalie mwenzako, mwambie nikikuangalia una miguu na mikono na kila kitu. Kwa nini Mungu asikutumie wewe? Mwangalie tu, mwambie kama wenye ukoma, tena wametengwa na jamii, kwenye mfumo wa imani wametengwa, wameambiwa hawafai hawa. Sikiliza, haijalishi hufai kwa kiasi gani, lakini bado Mungu anakuhitaji, ndio maana uko hai. Haijalishi umeharibika, sema amina basi. Haijalishi umeharibika kiasi gani, bado Mungu anakuhitaji kwenye maisha yako. Ndio maana anasema anayeweza kuzuia ni wewe mwenyewe. Amen. Wale wenye ukoma walipofika, watu wakasikia magari ya vita, wakasikia magari, wakasema Waisraeli wamekodisha magari. Na mimi nakwambia hata wewe sogea, watasema kuna magari ya vita yanakuja. Walipofika pale wakakuta kambi ni nyeupe, wakachukua chakula wakala. Haleluya. Ndio maana nakwambia wewe tu ndio utakuwa mchawi. Muulize jirani yako, kama watu wamekutenga alafu ukafika mahali ukapata chakula, ungekumbuka kuwaitia? Jamani wa Tanzania, Bwana asifiwe. Hapa najua tuko kwenye moyo wa Tanzania, si ndio? Muulize jirani yako, wamekutenga, wamekufukuza, alafu umeenda umekuta chakula, ungekumbuka kuwaitia? Ungesema waache wakome hapa. Tena kwa wapendwa ni rahisi pia tukisema Bwana amenitendea. Sasa wataona. Wataona huko ndani huko, watakiona cha moto, wataisoma namba. Lakini wale wenye ukoma walikuwa hawana ujinga wa namna hiyo kama wewe ulio nao. Unatamani Mungu akutendee ili ukomeshe wengine. Wewe ni mchawi. Najua hapo utanipigia makofi. Wewe unataka Mungu akutendee ili uwakomeshe wenzako, ili wakuone, waone cha moto, waisome namba. Umeshaloga, utendewi. Mwambie mwenzako, unaona uchawi unakoanzia. Alafu unasema ilikuwa karibu tu, ilikuwa karibu nipate. Alafu sijui shetani. Bwana, sio shetani, wewe. Ulipoingiza nia ya kwamba yani wewe ngoja tu, yani ili dili langu, yani Mungu yani wewe acha tu, yani likitokea ndio watajua. Mungu akaona uchawi tayari, uchawi umeingia, akamwambia malaika rudi. Malaika anarudi. Alafu unatoka hapo unasema kuna mchawi ananifuatilia, kumbe ni wewe mwenyewe umeloga. Kanisa, haleluya. Wale wenye ukoma wakala wakashiba, alafu wakachukua vingine wakaweka akiba. Mwambie mwenzako pia jifunze kuweka akiba. Ukiona raha weka akiba ikusaidie wakati mwingine. Sasa wakamaliza wakaambiana, si jambo jema sisi tunalolifanya. Twende mjini tukawaambie kuna chakula. Yaani hawakumbuki mabaya waliotendewa ya kutengwa. Acha kukumbuka mabaya uliotendewa. Angalia mema na mema yatakufuata. Shika mkono wa mtu mwambie acha kukumbuka mabaya uliotendewa. Ndio mahali umekwamia wewe. Kila ukikaa hivi unajua alinitendea, kila ukikaa hivi amenitendea, unadumaa kwenye mabaya. Toka hapo, sema ninachofanya sio kizuri. Twende tukawaonyeshe mema niliyoyapata ambayo Bwana yanaweza kuwasaidia na wao. Wale wenye ukoma wakasema twende mjini. Walikuwa wasikilizwi. Lakini Mungu alipowapa kuwatendea, walipoingia mjini wanasema jamani tumewaletea habari. Hakuna mtu aligundua tena ni wenye ukoma. Hakuna aliyesema hawafai kuchanganyika na sisi. Waliingia moja kwa moja na watu wakasikiliza, paka mkuu wa majeshi akasikiliza, paka mfalme akasikiliza. Wakasema jamani, angalia sisi tulivyoshiba na tumekuja hapa, maana vimekuja vina afya, kitambi kipo, kuna namna wamenyoka. Mtu mwenye njaa huwa anapinda kidogo, mtu aliyeshiba ananyoka vizuri na anatabasamu. Kwa hiyo vimekuja vile vyenye ukoma vinarudi vimeshiba, na vingine bado vina karanga mkononi vinaendelea kula. Vinasema jamani, hapo tu kuna chakula hapo. Watu wakatoa macho, hawakuuliza huyu ni mwenye ukoma. Na kuambia Mungu atakapokutendea, aliyesema ufai hatajua tena kama ufai. Haleluya! Aliyesema ufai hatajua tena kama ufai.